Wakati nilianza shughuli ya kutafuta kiti ya kuchaguliwa kama gavana wa Kiambu, huo ulikuwa ni mwaka wa 2021. Chairperson wetu pamoja na team, nilikuwa niko na maono ya kwamba ningependa siku moja hii town yetu ya Thika ifike kiwango cha kuitwa city ambayo itatoa huduma njema. Wakati huo mimi nilitengeneza document kidogo wakati nilikuwa nakujia hawa wananchi. Na kwa hiyo document ambayo niliandika 2021, niliwaambia ya kwamba wakinichagua niwe governor, tutashughulika pamoja, turudishe akili zetu pamoja na tushughulikie hii kuwe city siku moja. Hiyo safari tulianza hizo hatua kwa hatua, vile umesikia hapa pamoja na senator wengine tumeweza kuwaambia. Tumetembea hiyo safari yote mpaka kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumefikia siku ya leo ambayo nyinyi mmekuja sasa ndio msikilize wananchi wetu wanasemaje. Sisi tumekuwa tukishughulika kuhakikisha kwamba vile senator amesema, hiyo gap ambayo imekuwa kwa huduma ambayo wananchi wanahitaji, tumekuwa kwa kila siku na kila shughuli tukijaribu kufunga hiyo gap. Mumeona vile hapa tumeonyeshwa kwa ile documentary, tumefanya kazi ya kuleta huduma yetu ya mahospitali kwa hali ya juu. Bado hatujafikia, lakini tuko njiani na tumefanya kazi. Kwa hali ya masomo vile mumeona, tumejenga mashule mingi. Kwa hii Thika peke yake vile tulivyosema hapa, tumejenga shule zaidi za watoto more than 50 ambazo sasa watoto wako ndani ya madarasa wakisoma na wanakula lishe huko ya Mungu. Haya tumeunda mpango wetu wa basari, ndio hii masomo yetu ya hapa ikue sawa sawa. Tumeshughulika na mambo hapa mpaka ya mambo ya transportation hapa Makongeni. Hapa next senators tutaenda hapo kesho, mtaona tumejenga bus park mpya. Tumetengeneza mpaka kule town, tumetengeneza bus park. Ndio hiyo. Wiki hii na wiki ambayo imepita tumekuwa hapa Thika tukiwa tunaweka mataa mzuri ya sola ambayo tulianza kuweka mwaka. Tumeshughulika mpaka kwa kuhakikisha kwamba wananchi wetu hapa wenye wanafanya biashara ndogo ndogo, wale hawkers, wale wetu wa kuuza vitu mali hapa kwa hizi Makongeni bus park, nimejenga zile new modern smart store za wananchi wetu. Kule wakati tunajenga ile stadium yetu ya Thika, nilikuja na maono ambayo tulifanya sasa ikawa ni hali ya ukweli. Kwa ukuta mzima wa hiyo stadium nimejenga duka ndogo za watu ambaye wa hapa chini wenye kufanya kazi ya hockey. Tumejenga duka 660 na sasa ziko tayari kwa majaliwa ya na ndio nimwambie rafiki yangu Mheshimiwa Kentams, tumeuliza ya kwamba kama tunashughulikia wale wananchi wenye kwa hali ya chini kabisa, hata kwa biashara tumeshaonesha ishara ya kwamba hatutaki watu wakae kwa jua tena vile walikuwa wanakaa kwa jua wakiwa wanauza mali yao. Walikuwa wanauza vitabu huko town ile, kuuza kwenye vikao ambazo njia nzuri. Kwa mama wenye wako hapo na tuvibanda dogo ya makaratasi kuuza nguo huko, wale wauza wa manguo. Hao watu wote ndio nimekusanya na ndio tunatengeneza hizo. Una boda. Mimi niko hapa, wiki ijayo mnaona nimeanzilisha mpango mzuri wa kushikanisha wana boda kwa sasa na kuhakikisha kwamba tumepatia jinsi yao ya kushikana, ndio watiane nguvu. Alafu kila mwana boda anajisimamia kivyake, ananunua boda yake. Tuko na mpango ya kuwasaidia kupata leseni na pia kuwasaidia kwenda ile driving school na kupata insurance za boda zao. Nataka niwakaribishe senators, niwaambie sisi hatuna la kuficha. Kila mwananchi yako hapa aulizwe swali ajibu kutoka kwa roho yake. Hawa ni wananchi wa Thika. Tuko na wodi 5 ndani ya hii Thika. Tuko na wodi ya Gulimba, tuko na Gatuanyaga, tuko na wodi ya hapa ya Kameno, tuko na wodi ya Panshi, na kila mwananchi kutoka hizo wodi zote ako hapa.